Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hili ni tukio kubwa ambalo ni hafla ya kuweka jiwe la msingi mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme kilovati 220 Benako hadi Chaka pamoja na kituo cha kupoza umeme Benako kilovati 220 33. Ni tukio kubwa ambalo Mheshimiwa Waziri wa Nishati na Madini Deogratias Ndejembi ambapo ataweka jiwe la msingi. Na hizi ni ripoti za Dar es Salaam Tanzania TV. Upo nami Aibu Amos, lakini pia nyuma ya kamera utakuwa na Ganji Mashaka. Enda kutufuatilia kuhakikisha kuwa mambo yanaenda sawa sawia. Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Kanali Mathias Kahabi, mkuu wa wilaya, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Comrade Vitalis Ndejembi, katibu utawala wa mkoa wa Kagera ambaye anawakilisha mkuu wa mkoa, wageni wote meza kuu, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, karibu sana Ngara. Na ni furaha kubwa sana kukaribisha wilayani kwetu, jimbo letu la Ngara kwa siku ya leo. Najua ulikuwa na majukumu mengi katikati, lakini umepata nafasi Jumamosi ya leo ukaona inakupendeza, ni vizuri kuja kuungana na ndugu zako katika jimbo letu la Ngara. Sisi tunakaribisha sana. Ngara ndio hii kama ambavyo unaiona. Ngara ni watu wastaarabu, watu wanaoipenda serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na ndio maana leo ni siku ya Jumamosi asubuhi, lakini tumeweza kuwapata pamoja na kuwa na shughuli zao mbalimbali. Mheshimiwa Waziri, wakati unapanga kuja uliniambia utanipa lift katika ndege yako ambayo umetumia, lakini leo tulipofika uwanja wa ndege umeshangaa kwamba imefikaje pale. Mheshimiwa Waziri, kwa malezi walionilea hawa ndugu zangu, mama zangu, baba zangu wa Ngara, ingekuwa sio heshima mimi kuwa mwenyeji wako alafu nakuja vile vile nikiwa nimeongozana na wewe. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya kwanza. Kwanza mimi ni mwenyeji, lakini watu wa Ngara malezi walionilea ni malezi ya kuwa na heshima. Ndio maana nimekuja kwa usafiri wa barabara ili nifike niweze kupokea wewe ambaye ni mgeni wetu. Lakini sababu ya pili, nadhani wewe mwenyewe umejionea, Ngara kwa sasa hivi ni changamoto, haifikiki kwa sababu barabara moja yetu kubwa iko katika ujenzi, lakini barabara nyingine ambayo inapita upande mwingine ile bado haipitiki. Kwa hiyo niliona ningekuja kwa usafiri ambao umetumia wewe, nisingekuwa naishi shida za Ngara. Lazima nitumie barabara ili niweze kujua hali ya ukali katika jimbo letu la Ngara ikoje, ili ninapokwenda kuzungumza niwe nazungumza kitu ambacho ninaokanacho. Lakini Mheshimiwa Waziri, tunakaribisha sana, na nafurahi kufahamisha kwamba tangu Rais Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani kipindi chake cha pili, wewe ndio waziri wa kwanza kuingia katika jimbo la Ngara. Tunakukaribisha sana. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mambo ambayo amekuwa akitufanyia sisi wana Ngara. Lakini leo kwa sababu tunazungumzia eneo la nishati, naomba tuwashukuru kwa kuweza kutuletea huu mradi ambao unafanyika hapa katika jimbo letu la Ngara, lakini ambao utaenda katika maeneo mengine ya mkoa wa Kagera, ambayo atakwenda kuifikisha mkoa wetu wa Kagera kuingia katika gridi ya taifa. Na sisi basi watu wa Ngara pamoja na mkoa wa Kagera kwa ujumla, basi umeme itakuwa katika umeme itakuwa ni historia. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Tunaomba tufikishie salamu zetu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba wananchi wa jimbo la Ngara wanampenda sana, ambayo ametufanyia sisi ni mengi, na sisi tunamshukuru sana, na tunazidi kumwombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kumpa nguvu na kibali cha kuweza kutuongoza sisi wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, katika jimbo letu la Ngara vijiji vyote 75 tayari vina umeme, lakini kama itoshi, jimbo letu la Ngara lina vitongoji 389. Vitongoji 219 kati ya 389 vyote tayari vina umeme. Lakini hivi karibuni katika ule mpango wa vitongoji 99, Mheshimiwa Waziri, tumepata vitongoji 54, tukaongezewa vitongoji vingine 16. Kwa hiyo vitongoji 70 vinakwenda kupata umeme, na hivi vikipata umeme, vitongoji vitakavyobaki katika jimbo la Ngara kutokuwa na umeme vitakuwa ni vitongoji 116.
lakini Mheshimiwa Waziri, kwa sababu mimi ni mjumbe katika kamati ya Bunge ya nishati na madini, najua kwamba inapofika mwaka 2030 vile vitongoji vingine 116 ambavyo havijapata umeme navyo vitakuwa vimekwisha kupata umeme. Sisi watu wa Ngara tumejaliwa kuwa na shukrani. Sisi watu wa Ngara tumeumbwa kushukuru kwa kidogo tunachokipata. Sisi watu wa Ngara tunasema asante sana kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mambo mengi mazuri ambayo anazidi kutufanyia katika jimbo letu la Ngara. Aliyofanya ni mengi, lakini Mheshimiwa Waziri, najua bado na safari nyingine, siwezi kuwataja yote. Itoshe kusema kwamba sisi katika maeneo yetu ya jimbo la Ngara, katika eneo la umeme, angalau tunamshukuru Mungu kwamba tunakwenda vizuri. Hapa Mheshimiwa Waziri, kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, wananchi wote hawa wa jimbo ambao wamekusanyika hapa, wote hata ungeenda kuuliza mmoja mmoja, watakwambia kuna changamoto kubwa sana ya ukatikaji wa umeme. Haya makofi Mheshimiwa Waziri yanadhihirisha kile ambacho nakisema kwamba ni sahihi na inawagusa. Tulifika hatua ambapo katika jimbo letu la Ngara kwa siku umeme unaweza kukatika hata mara 10. Kwa hiyo waliposikia unakuja, wanajua utakwenda kuzungumza kauli ya kwenda kuwapa nafuu ya hii changamoto ya umeme. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa, hawa wote wananchi hapa wakata Kasulu na maeneo jirani ambao wamefika hapa siku ya leo, wote wanajua kuna huu mradi ambao unakwenda kufanyika hapa, wanatarajia na wao waweze kupata fursa. Kwa hiyo wangependa utakaposimama kuongea, toa kauli ya matumaini kwao kwamba ukiachilia mbali kupata umeme, sisi wananchi wa kata Kasulu tutakwenda kunufaika vipi moja kwa moja na kuwepo kwa mradi huu. Basi tungeomba zile kazi ambazo hazihitaji utaalamu, ambazo zinaweza zikafanywa na watu wa hapa nyumbani, vijana wetu wa hapa wakafanya vibarua, mama zetu wakafanya kazi ambazo zinaweza kufanyika hapa. Mheshimiwa Waziri, tunaomba Ngara we. Mheshimiwa Waziri, la mwisho kabisa, tuna mradi wa umeme wa pale Rusumo. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ule mradi umekamilika na watu wa Ngara wamepata manufaa makubwa sana na uwepo wa ule mradi. Lakini Mheshimiwa, ule mradi wakati unaendelea kutekelezwa, kuna kampuni ambazo zilikuwa zinafanya katika ule mradi. Zile kampuni zilitoa kazi kwa baadhi ya wazawa kwa ajili ya kuwapatia materials. Lakini kampuni mojawapo ambayo inaitwa Azari Construction Company Limited, ambayo ni miongoni mwa kampuni ambazo zilikuwa zinafanya kazi katika ule mradi, ile kampuni imeondoka, imetuacha kinyume na vile ambavyo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anataka. Dr. Samia Suluhu Hassan anataka miradi kama hii inapokuwa inatekelezwa, sisi wananchi wa maeneo haya tunufaike. Na ule mradi unapoondoka, basi sisi tuondoke tukiwa tumefaidika. Lakini kinyume na hivyo, baadhi ya wafanyabiashara wa Ngara ambao walifanya kusupply material katika ule mradi, mpaka sasa hivi Mheshimiwa Waziri, wana manunguniko. Wengine biashara zao zinayumbayumba kwa sababu material ambao walipeleka pale kwa yule mkandarasi baada ya kazi kuisha aliondoka, akawaambia kwamba bado hajalipa. Lakini wale wafanyabiashara wamekuwa kifuatilia kwa muda mrefu sana, na madeni yao ni zaidi ya shilingi milioni 221 wanadai. Mheshimiwa Waziri, mimi nilizungumza nao, wameshaenda kila sehemu, wamefika sehemu sasa wamekata tamaa, hawajui cha kufanya. Na ukiangalia hiki kiwango cha fedha wanachokidai ni kikubwa. Mimi niliongea na kamishna wako Mheshimiwa Waziri, Kamishna Roga, nikampa yale malalamiko. Akaniambia kwamba anaifuatilia ili kuweza kujua kama kweli yule mkandarasi hajalipwa kama alivyoambia. Lakini yule mkandarasi kwa majibu ya kamishna ambao ametupa, anasema mpaka dakika ya mwisho alikuwa amekwisha lipwa deni lote. Kwa Mheshimiwa Waziri, nadhani wale ndugu zangu wako hapa, kama hapo naomba wasimame. Mheshimiwa Waziri, huyu ni mwakilishi wao. Mimi nilikuwa naomba angalau kwa dakika moja unapoondoka, basi pembeni uwaone nyuso zao jinsi ambavyo zina hali ngumu, ili uweze kutoa kauli ya kwenda kuwasaidia. Mheshimiwa Waziri, baada ya kusema hayo, mimi nakushukuru sana na kupongeza sana. Mimi ni mjumbe katika kamati ya nishati, najua jinsi unavyopiga kazi, najua kazi yako ambayo unaifanya. Mheshimiwa Waziri, unasimamia miradi mikubwa ambayo inakwenda kupeleka nishati nchi nzima. Pamoja na yote, Mheshimiwa Waziri, hauchoki. Ndio maana kila kukicha huko maeneo mbalimbali kwenda kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata nishati. Baada ya kusema Mheshimiwa Waziri, mimi nakushukuru sana. Karibu tena. Asante sana.